Ninaomba niweze kuendelea sasa na kuzaliwa kwa Yesu. Maana tangu mwanzo nilizungumza ya kwamba hii ni historia tunakumbuka. Maana kama ni kuzaliwa, amekwisha kuzaliwa tangu miaka 2000 iliyopita. Na sasa tunakumbushana, lakini bado wapo ambao wameokoka hivi karibuni wanahitaji kujua habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niombe sasa tusome kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 mpaka 25. Amen. Maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 1 ukianzia mstari wa 18. Maneno ya Mungu matakatifu yanasema, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Mstari wa 20, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 21, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii Isaya, wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Amen. Amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungeendelea mpaka mstari wa 25. Mstari wa 24, naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Amen. Amina. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hizi ni habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwamba kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya yanatufundisha kitu. Ukisoma na kuendelea tu unaweza usijue. Lakini Biblia inapotuambia ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi, mamaye Mariamu anachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na tena kabla hawajakaribiana na mume anaonekana na mimba. Lakini baada ya mumewe Yusufu kuona ya kwamba tayari Mariamu ana mimba, Biblia inatuambia ya kwamba aliazimu kumwacha kwa siri. Jamani, sawa sio sawa? Jamani, tuko pamoja? Aliazimu kumwacha kwa siri. Na kawaida ya mjamzito yoyote lazima awe amekutana na mwanamume. Labda kutokana na teknolojia za kisasa ndipo inaweza ikajitokeza. Lakini kwa kipindi hicho, hiyo teknolojia ya leo haikuwepo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata kwa kijana wa kiume leo, anapochumbia mchumba wake na tayari amemposa na kaona ana mimba, ni rahisi kufunga naye ndoa kweli? Jamani, ni rahisi kufunga naye ndoa? Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo hata Yusufu naye akajaribu sasa kumwacha kwa siri, maana yake asitambulike. Sasa naweza nikazungumza ya kwamba Yusufu hakutaka kumwacha mkewe kwa siri, isipokuwa alitaka kumwepuka Yesu Kristo mwana wa Mungu. Maana kabla Mariamu hajawa mjamzito, Yusufu hakumkataa. Lakini baada ya ule ujauzito ndipo akatafuta kumwacha kwa siri.
Maana yake Yesu anaanza kukataliwa hata akiwa tumboni mwa mama yake. Bwana Yesu atusaidie. Ndiyo maana hata katika kutabiriwa kwake kuzaliwa, nilizungumza ya kwamba yeye alitangazwa kama mtu anayekuja kwenye vita. Maana bado hata leo yuko tumboni mwa mamaye, lakini bado Yusufu anatafuta kumkwepa. Maana yake anamkataa, mpaka Bwana mwenyewe alipozungumza na Yusufu. Tena anazungumza na Yusufu kwa ndoto, kwa Roho Mtakatifu, kwamba usimwache huyu. Huu ujauzito alio nao sio wa kibinadamu. Ujauzito alio nao ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na tena mtoto atakayezaliwa ataitwa Immanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yusufu akatulia, akasubiri wakati wa kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo habari nzima ilimhusu Yesu Kristo. Yusufu anamkwepa, lakini baada ya kuambiwa ya kwamba huyu hakubeba mimba kama wanadamu wengine isipokuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, ndipo Yusufu roho yake ikatulia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaonaje? Mchumba wako tayari anaanza kuwa na kitambi haraka haraka. Vijana wa leo siamini kama watatumia hekima ambayo alitaka kuitumia Yusufu, kwamba mwache kwa asiri, amwepuke. Maana yake hata sijue kama amemkwepa, atasema yani wewe kumbe sio mwaminifu, na kwa sababu sio mwaminifu na uchumba leo unakufa. Sawa sio sawa? Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kama nilivyoeleza tangu mwanzo kwamba jina Yesu limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Kiebrania naitwa Yoshua, likiwa na maana ya Bwana anaokoa. Hii inaeleza kazi atakayoifanya baadaye. Yesu kama Mwokozi atawaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo kazi kubwa ya Yesu Kristo ni kuja kuwaokoa watu kutoka katika mikono ya Ibilisi, kutoka katika dhambi. Na ndiyo maana tuko hapa, ni matokeo ya kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ndiyo maana wote tuko hapa, na hii ndiyo kazi kubwa ambayo Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja kuifanya. Na kitabu cha Mathayo na Luka wanakubaliana kuwa Yesu Kristo alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Maana kuna baadhi tena ya wanatheolojia ambao ni wabandia wanasema ya kwamba Yesu hakubebwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini maandiko matakatifu yanatudhihirishia ya kwamba mimba yake ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata Mathayo pamoja na Luka wanakubaliana. Lakini ukienda hata katika kitabu cha Injili cha Marko, naye anathibitisha. Maana vitabu hivi vitatu tunaviita ya kwamba ni vitabu ambavyo ni visawe, yani vitabu vinavyofanana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine wanaita synoptic. Hivi vitabu vitatu, ikiwa na maana kwamba hivi vitabu vitatu ni vitabu ambavyo ni tofauti na kitabu cha Yohana, ingawa vitabu vyote ni vitabu vya Injili. Kwa hiyo kuna habari ambazo unaweza ukazitafuta kwa Yohana ukazipata, lakini ukaja kwa Mathayo, kwa Luka na kwa Marko usizipate. Lakini kwa hivi vitatu karibu vyote vinafanana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye ni Mwokozi wetu. Na hakuna mtu yeyote ambaye anaingia kanisani bila kuitwa na yeye. Kwanza Roho Mtakatifu ndiye huyo ambaye anazungumza na huyo mtu. Ndiyo maana tunasema ya kwamba hakuna naye kuja kanisani ili aweze kuokoka kama hana Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayeshawishi watu ili waweze kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
Lakini kwa wakati huu ni tofauti na mtu ambaye amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, isipokuwa huyu ana nguvu ya Roho Mtakatifu, maana ndiye imemuongoza. Sasa mtu mwingine anaweza kujiuliza, je, wote wanaoingia kanisani wameongozwa na Roho Mtakatifu? Jibu ni hapana. Kuna baadhi wanaingia kanisani wakiwa hawa nao ni wateja wa Ibilisi, wanakuja kuhakikisha neno la Mungu watu wasirisikie vizuri. Maana yake wanakuwa ni maagenti wa Ibilisi. Na ndiyo maana tunapokuwepo kanisani, hata kama hatujaja kanisani, tunahitaji kuiombea ibada. Maana katika ibada huwa kuna mambo mengi, kuna upinzani wa Ibilisi. Na sasa tunapokuwa kwenye ibada, tunahitaji kwa tunamwomba Mungu ya kwamba, Mungu tunaomba usimame na uwepo wako wa Roho Mtakatifu ukaendelee kutawala, ili hata mtu aliyekuja na matunguli yake yote yafie hata mlangoni. Jina la Bwana libarikiwe. Na uwezekano wa namna hiyo upo, maana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyezaliwa ni muweza na ni mshindi. Maana alikufa na kisha akafufuka, na baada ya kufufuka akapaka enda mbinguni. Huyo ndiye tunayemwamini, ambaye anaweza kumaliza shida zako zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yeye ni Mwokozi. Amen. Ni Mwokozi wa kila mmoja ambaye ni mateka ya Ibilisi, na hakuna ambaye yuko hapa ambaye hajawahi kutenda dhambi katika maisha yake. Na kama yupo nyoshe mkono. Labda yupo aliyezaliwa kama malaika mtakatifu, yeye hajawahi kutenda dhambi. Jamani, yupo? Kwa sisi wote ni matokeo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kufa pale msalabani na kuzikwa na kufufuka. Na maana kama kifo cha Yesu kisinge kuwepo, hata ukombozi wa mwanadamu usinge kuwepo. Lakini tunajivuna kwa sababu yote yaliyotabiriwa tayari yamekwisha kuonekana. Maana Yesu amekwisha kuzaliwa na tayari amekwisha kutukomboa. Hatuko dhambini tena. Amen. Tunatembea na Yesu Kristo ambaye ni nuru, tena nuru ya kweli inayotuangazia usiku na mchana. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo mafundisho haya kuzaliwa na bikira yamepingwa sana na wanatheolojia wengi huru au wale bandia kwa miaka mingi, lakini ni jambo lisilopingika. Maana Agano la Kale limezungumuza na Agano Jipya limezungumuza. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba wale wanaomwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai wanajua ya kwamba amezaliwa na Bikira Maria, maana ushahidi unapatikana katika maandiko matakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangu nafikiri kwa juzi tulisoma Isaya 7:14. Tukaona jinsi alivyozaliwa na Bikira Maria. Hatuwezi kurudia kule, naomba tuweze kusonga mbele. Na wakati Yesu anazaliwa, Yesu alilazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Maandiko yanayothibitisha maelezo haya yanapatikana katika vitabu vingi vya Injili, na hasa hivi vinavyofanana. Naomba tusome kitabu kimoja cha Luka sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7. Maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Luka sura ya 2 ukianzia mstari wa 7. Mstari wa 1 mpaka wa 7. Sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Agostino ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Mstari wa 2, orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Mstari wa 4, Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Mstari wa 6, ikawa katika kukaa huko
Siku zake za kumzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Mstari wa 8. Inatosha. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ya kwamba yeye huyu wakati amezaliwa ni nyakati zile kulikuwepo na sensa, watu wanaorodheshwa, idadi yao iweze kufahamika, na kwa sababu na wao walikuwa katika mila ile, ilibidi Yusufu amchukue mkewe Mariamu na wao waende kuandikwa kwenye sensa. Na kumbe walipokuwepo huko, neno la Mungu linatuambia ya kwamba siku za kuzaa au za kuzaliwa kwa Yesu zikawa zimetimia. Maana yake walipoenda hawakukaa siku moja tu ya kwamba wanaandikwa halafu wanarudi, maana watu walikuwa wengi. Sasa habari ya kuzaliwa, haijalishi ni mazingira yapi, haijalishi ni siku gani, ili mradi siku za kujifungua zimefika. Wakina mama, Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mjamzito na tayari unakaribia kujifungua, utajua unajifungulia wapi. Inaweza ikatokea huko safarini, hata kwenye gari ukasikia uchungu. Uchungu ukianza, utashusha, hutashusha, au utajikaza mpaka ufike unako kwenda. Kina mama mnaweza? Maana walio wengi nimewaona, uchungu kianza anakuwa nafumba macho kidogo kidogo, alafu najua hapa kuna kitu kinataka kutokea. Bwana Yesu atusaidie. Sasa hata huyu Mariamu wakiwa huko kwenye sensa, tayari uchungu ukaingia. Wakati unaingia sasa, nyumba zote zimejaa wageni. Biblia inatuambia ya kwamba wakakosa nafasi wapi aende kujifungulia. Sasa Biblia haijasema ya kwamba alijifungulia nje au alijifungulia wapi, lakini Biblia inazungumza tu kwamba walikosa nafasi katika nyumba za wageni. Na kisha baada ya hapo sasa, Mariamu amejifungua mtoto, akamuvisha nguo za kitoto, na baada ya kumuvisha nguo za kitoto akamulaza kwenye hori ya kulia ng'ombe. Bwana Yesu atusaidie. Ingawa baadhi ya watu wao wanasema kwamba akazaliwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Tena wakitafasiri ya kwamba ni zizi. Hori ni chombo ambacho ng'ombe wanalishia chakula, wakati mwingine wanawekewa hata chumvi na mambo mengine. Kwa ni chombo ambacho ng'ombe wanalishia humo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akarazwa humo. Zipo sababu ambazo zilisababisha kwa nini Yesu au Mariamu hakupewa nafasi katika nyumba wageni akajifungulia humo. Baadhi ya sababu ni zipi? Baadhi ya sababu ni hizi. Mmoja, Yesu alizaliwa mjini Betlehemu wakati wa sensa ya watu wote ulimwenguni. Mamaye alikosa nafasi katika nyumba ya wageni. Mamaye alikosa nafasi katika nyumba ya wageni, yani mahali ambapo angejifungulia pakakosekana. Hiyo ni sababu ya kwamba. Lakini pamoja na kwamba hiyo ilikuwa ni sababu, hiyo haikuwa sababu ya Yesu kutozaliwa. Yesu alikuwa mkuu kuliko wote waliozaliwa hata katika nyumba za kifahari. Kwa hiyo Yesu, pamoja ya kwamba yeye nafasi ilikosekana pa kuzaliwa, lakini haikuwa sababu kuu kwamba sasa yeye asizaliwe. Hapana, yeye alizaliwa ili maandiko yaweze kutimizwa. Maana maandiko hayakusema ya kwamba atazaliwa katika nyumba ya kifahari, atazaliwa katika gorofa. Neno la Mungu linasema tu ya kwamba yeye atazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, kwa hali ya namna hii, kuzaliwa kwenye familia masikini kusigutishe na wala kusigukatishe tamaa.
Unaweza ukazaliwa katika familia masikini, lakini baadaye wewe ndio ukafanyika kuwa mkombozi wa familia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba hapa wapa watu ambao wamezaliwa katika familia masikini, lakini nikutie moyo ya kwamba hata Yesu Kristo mwana wa Mungu, mpaka nafasi ya kuzaliwa ilikosekana. Hakupata nyumba, akazaliwa tu, lakini akawa mkombozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe kuzaliwa katika nyumba ya maskini isigutishe, na wala usijinyanyapaye kwa sababu hiyo. Usikate tamaa. Bwana yuko pamoja na wewe, anaweza akakubadilisha na kabadilisha na kizazi chako. Ulikuwa unadharauliwa na baadaye ukaheshimiwa na jina la Bwana likatukuzwa. Na kuzaliwa kwenye familia ya wachawi kusikufanye wewe usiokoke. Haleluya. Naweza kuwa nasema hivi, kumbe kuna mmoja wetu hapa alizaliwa kwenye nyumba ya kichawi. Lakini pamoja na kuzaliwa kwenye nyumba ya kichawi, familia ya kichawi, baba na mama ni wachawi, lakini huo uchawi unawahusu wewe, wala wewe unawahusu wao, wala wewe haukuhusu. Kwa maana hiyo unaweza ukatoboa kutoka kwenye familia ya kichawi, halafu kawa mtumishi wa Bwana na jina la Bwana likaendelea kutukuzwa. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo usianze kuhofu ya kwamba mama ni mchawi, baba ni mchawi, shangazi ni mchawi. Bwana na watafuta watu kama hao. Amen. Na wewe watakunyofoa kutoka humo. Amen. Utakuwa kiumbe ambacho ni kipya, kilicho tofauti na wazazi wako. Amen. Maana Yesu akikutengeneza unatengenezeka kweli kweli. Haleluya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni sawa na mtu anayejinyanyapaa kwa sababu hakuzaliwa kwenye familia ya wasomi, na yeye na hesabu ya kwamba ataendelea kuwa hivyo. Hapana. Na wala usijinyanyapae kwa sababu kuzaliwa kwenye familia ya wasomi ya kwamba sasa wewe ufalme wa mbinguni sio wa kwako, na wala kizazi chako hakitakuwa na wasomi. Na kwambia Mungu napokuwa umeokoka anabadilisha ukurasa. Hallelujah. Anafuta ukurasa wa mbumbumbu, anafungua ukurasa wa elimu, na kisha kizazi chako chote kinakuwa kizazi cha elimu. Jina la Bwana libarikiwe. Waliookoka tuna raha, maana tunapata maarifa katika neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaambie hata wale ambao wamezaliwa katika familia ya makahaba, hiyo familia isikufanye wewe ya kwamba usiokoke. Amen. Na yamkini humu kanisani umetokea kwenye familia ya namna hiyo, lakini mpaka leo hujawa na uhakika kama umeokoka. Maana huku nako tokea sio kuzuri. Nikwambie ya kwamba huo ukahaba unawahusu wao. Amen. Wewe tayari umeokoka. Amen. Sio kahaba tena. Leo unaitwa mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo unatembea kifua mbele, maana na Yesu Kristo yumo ndani mwako. Yes. Usijinyanyapae kutokana na mazingira unakotoka. Usijinyanyapae kutokana na mazingira uliyozaliwa. Kuna wengine walizaliwa na makahaba na mpaka wakatupwa, wakaokotwa na watu wengine. Yes. Wakawatunza. Leo hii ni watumishi wa Mungu. Amen. Leo hii ni maprofesa. Amen. Kwa hiyo usijinyanyapae. Yes. Bwana yuko pamoja na wewe. Dio. Tembea kifua mbele. Amen. Ukisema ya kwamba hakika ninaye Bwana wa mabwana. Hakika ninaye mshinda ambaye ameshinda mambo yote. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo sababu nyingine ni kwamba yeye alilazwa katika hori ya kulia ng'ombe ili unabii utimie. Hiyo ni sababu ya pili. Alilazwa katika hori ya kulia ng'ombe ili unabii utimie. Hiyo ni namba 2. Namba 3,
Mila na desturi za Kiyahudi ziliamini kwamba mwanamke anapojifungua ndani ya nyumba inakuwa najisi kwa muda wa siku 40. Baada ya siku hizo ndipo inaweza kutumika tena. Kwa hiyo nyumba isingetumika wakati wa sesa. Kama wangepewa nyumba kwamba sasa ujifungulie kwenye chumba cha hii nyumba, maana yake hiyo nyumba ingekuwa najisi kwa muda wa siku 40. Bwana Yesu atusaidie. Hiyo ni sababu mojawapo ambayo ilisababisha Yesu asizaliwe na kulazwa kwenye nyumba, maana kulingana na mila ziliwabana. Jamani, hata sisi tulikuwa na mila zetu katika Ukristo wetu ambazo tunaziita mapokeo. Mapokeo tulikuwa nayo au hatukuwa nayo? Leo tunayo, hatunayo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna mapokeo, hatuna mapokeo? Wanaosema ya kwamba mapokeo yapo, nyosha mkono. Wengine hatujui. Bwana Yesu atusaidie. Niwaambie, mapokeo bado yapo. Kuna vitu ambavyo tunavifuata, sio neno la Mungu, wakati neno la Mungu tunaliacha limesimama pembeni. Bwana Yesu atusaidie. Huko nyuma, kwa wale waliookoka muda mrefu kidogo, hasa kwa makanisa yaliyoanzishwa na Waswedish, muliimba kwa kurukaruka kama mnavyoruka leo. Kwa nyakati hizo muliingia makanisani mkamwabudu Mungu na vichwa viko wazi. Wanawake, je, leo mbona mnafungua vichwa vyenu? Ni baada ya kulielewa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuweka huru, lakini mapokeo yanatugandamiza. Na mapokeo yatakufa, lakini neno la Mungu litaendelea kusimama. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nafikiri kwa watu wa Morogoro haya hawayajui, lakini kwa sisi wa magharibi huko Kigoma, yani hata kama unaimba na muziki unapigwa wa nguvu, lazima usimame wima na wala usitikisike, unaendelea kuimba. Nyoka kipita utafikiri amepita kwenye mti, sio binadamu. Lakini tumekwisha kufunguliwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo naomba tusome katika kitabu cha Mathayo huyo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 18. Mathayo mtakatifu sura ya 2 ukianzia mstari wa 1. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo alizaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Mstari wa 8, akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Mstari wa 9, nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa hapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye,
wakaanguka wakamsujudia, na walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu dhahabu huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake wote, tangu wewe miaka 2 walipopungua kwa muda ule uliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Amen. 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 Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Alizaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, tena zamani za mfalme Herode, yani mtawala ambaye alikuwa anaitwa Herode. Na tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Bwana Yesu atusaidie. Hawa mamajusi wa mashariki leo, mashariki hii ambayo tunaweza tukaizungumuza, tunaweza kusema ya kwamba ni nchi ya Irani. Na sasa wanatoka huko hao mamajusi, na tunapozungumzia mamajusi, naomba ieleweke ya kwamba si maana ya kwamba huyu ni mama wa jusi au ni mijusi. Hapana, maana yake hawa ni wanajimu. Kwa wale wanasayansi ni wanajimu au wataalamu wa nini jamani? Wa nyota. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hawa mamajusi. Sasa hawa walizingatia kwamba atazaliwa mfalme wa Wayahudi, na sasa ili fahamike ya kwamba amezaliwa, mtaiona nyota. Mkisha kuiona hiyo nyota, ndiyo hii itakwenda kuwaonesha mahali ambapo mfalme wa Wayahudi amezaliwa. Wakaifuata ile nyota. Wanatheolojia wanasema ya kwamba hawa mamajusi walikuwa watu watatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa watu watatu, wote ni wataalamu wa nyota. Mmoja akiitwa Gaspar, mwingine akiitwa Baltazari, na mwingine akiitwa Melkiori. Hawa ndio waliofuatilia ile nyota, wakaenda mpaka wakapita kwa Herode, wanamwambia hizo habari, na yeye akawasema, nendeni huko, mtakapomuona huko, halafu munirudie ili na mimi niweze kwenda kumsujudia. Bwana Yesu atusaidie. Kama ni mfalme amekuambia hayo, hizo ni habari njema, habari mbaya? Maana yake ni habari njema, maana na yeye anataka akamsujudie. Lakini wakati wanaendelea, Biblia inatuambia ya kwamba hawa mamajusi wakatoa tunu. Maana yake neno tunu ni nini? Ni zawadi. Bwana Yesu atusaidie. Mara kwa mara tumekuwa tukisikia kwamba fulani ametunukiwa kitu fulani, maana yake amepewa zawadi. Na katika hizo tunu walizozitoa, yani zawadi walizozitoa, ilikuwa ni pamoja na nini jamani? Ilikuwa ni pamoja na dhahabu, lakini pia ikawa pamoja na nini? Uvumba. Lakini ikawa pamoja na nini tena? Mane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na zawadi ya aina yake kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Sawa na sasa hivi mtu akijifungua mtoto, watu wanaoleta zawadi hawaleti zawadi za aina moja. Sawa sio sawa? Kuna watakaoleta nguo, kuna watakaoleta hela, kuna wengine ni wapendwa wataleta maombi. Mungu jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu amejifungua salama, na amani ya Bwana iendelee kumtawala. Amina. Mungu akubariki. Amemaliza, hiyo ni zawadi yake tayari. Bwana Yesu atusaidie. Kwa akina mama, msitegemee zawadi iwe inakuwa nguo au hela mnapojifungua. Maombi nayo ni zawadi, maana ni ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini hawa mamajusi watatu, mmoja ambaye alikuwa anaitwa Baltazari, huyu yeye alitoa dhahabu ili kuonesha ya kwamba huyu aliyezaliwa ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Dhahabu ilimaanisha aliyezaliwa ni mfalme. Lakini bado tunaye huyu Gasipa, naye ambaye alitoa uvumba. Huyu aliyetoa uvumba alikuwa anamaanisha ya kwamba huyu aliyezaliwa ni kuhani. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio tunakuja kwa Melkiori sasa. Yeye naye alitoa manemane. Huyu aliyetoa manemane alionesha ya kwamba huyu pamoja na kwamba amezaliwa lakini atakufa. Kwa hiyo alitabiri kifo cha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana nikasema ya kwamba Yesu anatabiriwa nazaliwa, lakini hazaliwi kuja kuishi kwa amani. Anakuja kwenye mapambano ya kupambana na yule mwovu Ibilisi, lengo aweze kutukomboa tuweze kuwa miliki yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri sasa kila mmoja afahamu ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alizaliwa na Bikira Maria, na lengo la kuzaliwa ni kwa ajili ya kukukomboa wewe. Amen. Bila kujali mazingira unayoishi, bila kujali maisha ulio nayo. Amen. Bila kujali ulizaliwa na nani. Amen. Yeye amekuja kwa ajili ya watu wote ili waweze kukombolewa. Amen. Na yeye amekuja kubadilisha mwelekeo uliokuwa utazamia ya kwamba wewe si chochote na wala si lolote. Sasa Yesu anakufanya wewe uwe kitu. Amen. Maana wewe ndi utakaye hubiri sasa baada ya yeye kuwa ameondoka. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake, kaeni kwanza hapa Yerusalemu, muvikwe uweza utokao juu, baada ya hapo ndio mtoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapotoka, tunatoka tukiwa na nguvu, maana tuna mamlaka na tumetimiza agizo lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo kuna maana na kuna umuhimu katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni vizuri tuweze kusimama angalau tujinyoshe, na halafu wewe kama unajua ya kwamba una hofu katika maisha yako ya wokovu, labda kutokana na familia uliozaliwa, labda kutokana na maisha unayoishi, yamkini wewe ni masikini, huna elimu, una wasiwasi ya kwamba labda wazazi wako hawajaokoka, unaweza ukasimama tukaomba ili Bwana aweze kufanya kitu, maana yeye ndiye mkombozi wetu. Amen. Na tuko hapa ili tuweze kufanyika daraja kwa ajili ya watu walioko nyuma ambao hawajakombolewa na damu ya Yesu Kristo. Amen. Kama tunaelewa, tunaweza tukasimama na kila mmoja aweze kujiombea kulingana na hitaji alilo nalo.